Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji wetu wa Visiga Online Television, kwa majina naitwa Gordon Charles Bruno, mseminari wa seminari yetu ya Mama Visiga. Leo hii tupo mbele yenu kwa ajili ya kuongelea mada kuu kuhusu AMECEA. Pembeni yangu hapa nipo na Frateli ambaye atusaidia kuelezea kiufupi juu ya mada yetu hii hapa. Frateli, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Frateli Philip Joseph Maigi, ni frateli wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na nipo hapa kwa ajili ya uchungaji mdogo Visiga Seminari. Asante sana Frateli. Hususan na utangulizi wetu hapo juu, sisi hapa kama vijana tunawiwa kujua nini maana ya neno hili AMECEA. AMECEA ni kifupisho cha neno Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa, na kwa tafsiri ya Kiswahili ni jumuiya ya mabaraza ya maaskofu Katoliki ya Afrika Mashariki. Inahusisha baadhi ya nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, South Sudani, Sudani yenyewe, Ethiopia pamoja na Eritrea. Asante sana Frateli. Kama ulivyotuelezea kuhusu mkutano huu wa AMECEA. Mkutano huo, cha kwanza tumeshuhudia mikutano mingi sana ya AMECEA kipindi cha nyuma. Lakini kwa watu wanavyoelezea sasa, mkutano ambao umefanyika mwezi wa 7 mwishoni umeamsha hisia tofauti sana kwa vijana. Hata pia maaskofu wamesema hii ni wazi ya kuwa huu mkutano uliofanyika umeamsha hisia tofauti. Naomba utuelezee kwa ufupi kidogo. Ni kweli mkutano huu wa mwaka huu umekuwa ni wa kitofauti sana, tofauti na mikutano mingine ambayo imefanyika hapo nyuma ya AMECEA. Na tofauti hiyo imeletwa juu ya namna ambavyo vijana kwa ujasiri mkubwa wamewasilisha zile changamoto ambazo zinawakabili wao wenyewe, ngazi ya familia, katika ngazi ya parokia, lakini pia katika ngazi ya kitaifa. Na vijana namna ambavyo wamewasilisha ile ripoti, changamoto zile, ni kweli maaskofu wanakiri wazi kabisa kwamba ni kweli vijana walisahaulika, kwa sababu nguvu kubwa ambao walikuwa naiwekeza walikuwa hawaiwekezi kwa vijana. Na uzuri ni kwamba wameahidi kwamba watazifanyia kazi zile changamoto ambazo vijana wamezowasilisha, lakini pia wameahidi kwamba watawaingiza katika baadhi ya mambo ya parokia, katika baadhi ya uongozi, ili basi kwa namna pekee vijana waweze kupata uzoefu, experience ya kutoka kwa hawa walio wakubwa, wapate experience ambayo namna ambavyo wanapaswa kuliongoza kanisa wao wenyewe katika maisha yao ya kawaida. Na kupitia hivyo basi vijana watapata ukomavu ambao utawafanya kutengeneza kanisa lililo jema la baadaye, lakini pia kutengeneza maisha yao kwa ajili ya kutengeneza future iliyo njema zaidi kwa baadaye. Asante sana Frateli. Frateli, baada ya kutuelezea kila kitu hapo, naomba utuelezee nini neno lako kwa vijana. Neno langu kwa vijana, kwanza kabla sijazungumza na vijana, napenda ni waombe sana baba maaskofu kwamba kila ambacho mlikiahidi kwa vijana kwamba watazifanyia kazi zile changamoto, naomba sana Mwenyezi Mungu changamoto hizo kweli maaskofu waweze kuzifanyia kazi, kwa sababu ni kweli vijana wanahitaji zile changamoto zitatuliwe kama ambavyo wameweza kuwaomba maaskofu. Na kwa kuwa amewaahidi, sina shaka na maaskofu kwamba hawataweza kuzitimiza zile changamoto. Na lakini pamoja na hilo, niombe pia wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, wakubwa, walezi, pamoja na wote ambao wamevuka katika hatua hii ya ujana. Nyie mnatambua kwamba na mmepita katika hii hali ambayo tunaipitia sisi kama vijana. Nyie pia mlikuwa vijana kabla mjawa watu wazima. Basi kwa namna pekee kupitia uzoefu wenu muelekeze vijana, lakini pia muwasaidie. Kiangalia changamoto nyingi za vijana ni zile zile. Kwa mfano uchumi, swala la anxiety, depression, mambo ambayo yanahitaji psychological treatment, kwamba hawa ambao wana experience nzuri, hawa ambao wana elimu ya kisaikolojia, wawasaidie vijana hawa katika kutengeneza mindset zao, kutengeneza ideology, kwa sababu
wanapofanya hivyo wanawasaidia vijana katika namna ambavyo wanapaswa pia kuendesha maisha yao. Ni kweli kwamba vijana tuna changamoto nyingi. Ni kweli kwamba vijana tunaonekana kwamba hatuko serious katika baadhi ya mambo, lakini tusichukuliwe hivyo na tukaachwa hivyo. Wakubwa wetu, wazazi, walezi, pamoja na mababa wa kiroho watumie changamoto hizo za kwetu ambazo tupo nazo katika jamii katika kututengeneza na kutuunda, kwa maana ya majiundo katika nyanja zote, kielimu, majiundo katika utu, lakini pia kwa upande wetu sisi kama vijana, kwanza kabisa tuoneshe ile nia thabiti ya kutaka kusaidiwa, kwa sababu sisi ndio wahusika wakuu. Na ukiangalia hizi changamoto ambazo vijana wenzetu wameziwasilisha kwenye baraza la maaskofu, zinatuhitaji sisi wenyewe, yani zinatuhitaji sisi wenyewe, uhusika wetu katika matatizo haya, katika changamoto hizi, ili kuweza kuzitatua. Maaskofu, wazazi, pamoja na wote wenye nia njema, wale watakuwepo sisi kama kutusupport yale mawazo ambayo tuko nayo, kusupport vile vitu ambavyo tayari tumeshaanza kuvionyesha kwamba tunavifanya na kuanza kuvitatua, na kupitia hivyo wataweza kutusupport na tutaweza kuyasolve changamoto au matatizo ambayo yanatokea katika jamii na ulimwengu wa sasa kama vijana. Lakini kwanza kabisa tutambue kwamba sisi vijana ndio wahusika wakuu. Tunaweza tukaanza kutafuta mchawi, kutafuta kwamba kusingizia kwamba huko ndo sababu ni hii, hatupewi na nini fursa, hatupewi nini, lakini sisi wenyewe tunapaswa. Usisubiri kwamba kijana ndio ukumbushwe kwamba, na uzuri Biblia inazungumza kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ameficha vipaji vingi kwa vijana. Kwa vijana unapotambua kwamba wewe ndio una vipaji vingi, unaweza kuwa na creativity nyingi, unaweza kuwa na ubunifu mwingi, tena katika ulimwengu wa sasa ambao umeendelea kiasi hiki, tunaweza kufanya mambo makubwa. Lakini sasa vijana wengi tunabaki ndani na tumetulia tu, tunarelax. Na kwa bahati mbaya sana, wapo maadui kama mitandao ya kijamii ambao wanatupelekea sasa ndio tunazidi kudidimia zaidi, kudidimiza ubunifu wetu, kudidimiza zile creativity ambazo tungeweza kuwa nazo, kudidimiza talanta zetu. Kwa vijana tuamkeni vijana. We can make this. Na tukiamka kama vijana, tunaweza tukafanya mambo mengi zaidi ambayo hata maaskofu, hata wazazi na wote wenye nia njema wakiona wanasema, Bruno naweza nikamsaidia katika hili. Kama anaonyesha kwamba nia hii, basi naweza nikamsaidia hiki kitu. Na hiyo itatusaidia na tutaweza kuzitatua, hata kama matatizo yote ambayo vijana wenzetu wamewasilisha kwa maaskofu, hata kama yote hatuweza kuyatatua, lakini tutakuwa tumepiga hatua fulani ambayo itatufanya kututengeneza sisi, kutengeneza kesho yetu iliyo njema, lakini pia kutengeneza kanisa moja takatifu Katoliki ambalo ni njema zaidi, lenye kupendeza zaidi hizo siku za usoni. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwanza kabisa, tusiangalie kwamba wengine kwamba hawatusapoti, tusiangalie kwamba hatupewi nafasi, hatupewi fursa. Tujiangalie kwanza sisi wenyewe kwamba tunafeli wapi vijana. Sisi kama vijana tunafeli wapi na tunapaswa turekebishe nini? Tusipoangalia hivyo vitu vyote, tukawa tunaangalia tunatafuta mchawi kwamba ni fulani labda atakuwa amenisababishia, hatutaweza kutatua hizi changamoto, hatutaweza kusolve kitu chochote. Lakini tukishatambua kwamba sisi wenyewe ni wahusika wakuu na sisi wenyewe ndio tunapaswa kuanza kutatua hizi changamoto, Bruno, nakwambia tutafika mbali kama vijana. Kwa hiyo tuhamasishane kama vijana, tuamshane, tusilalelale, tuamke na tuwe na ari mpya, nguvu mpya, ili tuweze kusonga mbele kama vijana na kutengeneza kesho yetu iliyo bora. Asante sana Daktari. Nahisi vijana pia ambao wanatazama channel yetu sasa hivi watakuwa wameelewa na mpata somo juu ya mada yako au mada yetu ambayo tumeweka mezani leo kuhusu mkutano wa MESEA. Basi kwa kusema hivyo, Daktari, na kitu chochote kuongezea kidogo? Hapana. Basi tunakushukuru kwa ujio wako leo na umetufundisha vizuri juu ya mada yetu hii ya MESEA. Tunapenda utuongozee kwa sala kufunga kipindi chetu cha leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bikira Maria mpalizwa mbinguni, msimamizi wa seminari yetu, Tuombee. Mtakatifu Don Bosco. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
ulikuwa nami Godwin Charles Bruno pamoja na